Akaniambia package yako imeandikwa 498,500 ndo binti yako aweze kuombewa ili apone. Na nilipokuwa nimetoka hospitalini sina hela yoyote. Mimi nikamwambia kwa kweli mimi sina hela na sina chochote hapa nilipo, na nimetoka hospitalini na nimeongea naye nikiwa hospitalini kwamba niko hospitalini. Kwa hiyo hapa nilipo sina chochote, msaada wangu nahitaji tu anisaidie tu amuombe binti yangu. Wakaniambia mama, bila hiyo hela huwezi ukaombewa. Yaani binti yangu alisombwa na wavulana sita, yani ushahidi ninao. Kwa hiyo binti alibebwa na watu 6 akatolewa nje, na mimi mwenyewe. Katokea mhudumu mmoja, kaka mmoja ni wa pale, kaniambia mama, ngoja tu nikusaidie kwenye bajaji, tumshike mtoto wako tumwekee kwenye bajaji. Lakini tayari huku nimeshatolewa pale ndani, nimetolewa ndani, mtoto anabebwa mzoga anaburutwa mpaka nje ya gate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Devota Alexander Isaya, ni mzaliwa wa Bukoba, ila kwa sasa makazi yangu ni Arusha, hapa kwa Morombo Mulieti, kata ya Mulieti. Kipekee napenda kumshukuru Mungu sana kwa mambo makuu ambayo Mungu ametenda katika maisha yangu au katika familia yangu. Mimi nimezaliwa nyumbani kwetu, ni kwa mama yangu nikiwa mtoto wa kwanza, na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, siku mama yangu anajifungua alipoteza maisha saa hiyo hiyo. Mimi nikapelekwa kituo cha kulelea watoto yatima ambacho kiko Bukoba. Lakini baada ya kukua nikawa nimepelekwa na mamangu mdogo kunilea. Mama yangu alipata changamoto mwaka 1900 kama 89, alipata ugonjwa wa HIV na alibahatika kupata watoto 7. Lakini kwa sababu ya maradhi mama yangu akawa anaenda hospitalini kutibiwa, anapewa vidonge, anapewa sindano. Bahati mbaya mama yangu akawa wale watoto wake sasa wanapata shida, wanapata malaria, wanaugua mara kwa mara. Lakini kwa kipindi hicho mama akanapelekea zile sindano kuwadunga watoto wake kwa ajili ya kuwatibu malaria. Watoto wake wote 7 walikufa, ila nilibaki mimi nikiwa kama mimi, sikuwahi kudungwa sindano. Kwa hiyo nasema hayo kwa sababu nimemwona Mungu katika maisha yangu. Na baada ya mama yangu kufariki na watoto wote wakafariki, nikapelekwa na bibi yangu akaenda kunilea mpaka nikamaliza shule. Nimemaliza mwaka 2000 darasa la 7, nikawa nimeolewa mwaka 2004 ambaye na mume wangu anaitwa Gideon Godfrey Mbaga. Kipindi hicho chote nilikuwa niko Bukoba, lakini kwa muda tukawa tumeanza maisha ya utafutaji, tukatoka Bukoba tukawa tumekuja Arusha kwa ajili ya kutafuta maisha. Tulipofika Arusha tukaanza maisha. Kipindi hicho nikawa nimeshapata watoto 2 ambaye wa kike na wa kiume, ambaye mmoja nimemzaa mwaka 2004 hiyo hiyo, na 2006 nikabahatika kubariki ndoa yangu, lakini nikawa na tayari mtoto wa 2. Kwa hiyo tukafika Arusha tukaanza maisha. Binti yangu wa kwanza nikamwanzisha la kwanza ambao mwaka 2011. Kwa hiyo akaanza na huyu mwingine na akaanza 2011 hiyo hiyo chekechea. Kwa hiyo binti yangu akasoma mpaka darasa la 7, akapata ufaulu wa wastani wa B. Hapo shuleni kwao nikapigiwa simu kwamba unahitajika shuleni. Nikafika hapo shuleni ambapo alikuwa nasomea, ambao shule yao ilikuwa inaitwa Karuleni Karuleni shule ya msingi. Nilipofika pale wakaniambia kwamba kuna barua ambayo imetoka kwenye shule ya St. Jude, mwanao anatakiwa aende kufanya mtihani wa kujipima na akifaulu atachukuliwa kwenye ufadhili. Kwa hiyo nikawa nimempeleka kwenye hiyo shule, akaenda kafanya mtihani. Walikuwa watoto 800, lakini katika watoto 800 walitoka watoto kama 40
ambao walifaulu huo mtihani wao, na wa kwangu akawa yuko kwenye miongoni hao watu waliofaulu. Baada ya kumaliza kufaulu, ile shule inapenda kuja kujiridhisha na mazingira ya nyumbani jinsi yanavyofanana. Kwa hiyo wakaja kuangalia mazingira, wakakuta nilikuwa na chumba na sebule. Watoto wangu walikuwa wanalala double decker, tunalala double decker kwa sababu kuna chumba na sebule, na ikabidi niweke double decker chumbani ili wao wawe nalala juu, mimi nalala chini. Kwa hiyo walivyoona yale mazingira ndio ikampelekea mtoto wangu kuchaguliwa na pamoja na kufaulu mtihani wao. Kwa hiyo akaenda kuanza form 1. Kwa hiyo alipata ufadhili wake akiwa form 1. Alipofika shule ile kuanza, nikashangaa mtoto wangu mara ya kwanza wananipigia simu baada ya mwezi. Wananiambia mtoto wako anadondoka na anazimia. Kwa kweli kiukweli wakaniambia njoo mpeleke hospitalini. Nikaenda hospitalini, nikaenda shuleni nikamchukua, nikamleta hospitali inaitwa AICC, wakapima vipimo vyote wakakutana na ugonjwa wowote. Daktari akaniambia labda ni kwa ajili ya woga ya kutokuwa mazingira ya boarding. Kwa hiyo amekutana na watoto wengine, amepata hiyo shida ya hofu. Basi lakini ikanipelekea kumpeleka kwenye hospitali nyingine tena inaitwa Karoleni, akapimwa vipimo vyote, moyo, sukari, pressure, wakakuta yuko vizuri. Lakini nilivyotoka hapo ikabidi sasa nitafute maombi. Kampeleka kwenye maombi, mtoto akawa ameombewa siku hiyo na akawa amefunguliwa. Na tangia siku hiyo sikuona tena tatizo lingine. Kwa hiyo akawa amesoma mpaka amefika darasa la form 4. Akaingia form 2. Form 2 akapata division 1 ya 7. Akaingia form 3. Form 4 akamaliza, akapata division 1 ya 15. Kaniambia mama, mimi sitaki kwenda chuo, nahitaji kwenda 5 na 6. Kwa hiyo akaandika kwamba mimi nahitaji kwenda 5 na 6, na kweli alivyoomba ndivyo Mungu alivyomsaidia. Akawa ameenda 5 na 6. Alivyofika kule akawa amemaliza form 6. Lakini baada ya kumaliza akawa amepata ufaulu wa wastani wa division 1 ya 9, na alikuwa anachukua somo la EGM. Kwa hiyo baada ya kumaliza hiyo form 6, wakaambia kwamba baada ya kumaliza wanaenda na vigezo vya mtoto. Ikibatika kwamba mtoto wako alikuwa na vigezo vizuri vya kukizi shule, watamchukua, watamsomesha mpaka chuo kikuu. Lakini kama vigezo havitoshi, wanamuombea mkopo wa serikali. Kwa hiyo vigezo vyake vikatokea kwamba vinakizi shule. Kwa hiyo akawa amewekwa kwenye sehemu moja ya kujitolea mwaka mmoja, kwenye hiyo program ya kujitolea mwaka mmoja. Lakini baada ya hapo alimaliza mwaka juzi form 6. Kwa hiyo mwezi wa 5, ile mwezi wa 6, mwezi wa 7 shule zinapofunguliwa ndo wanatakiwa wajitolee mwaka huo mmoja. Lakini kabla ya kwenda shule, kabla ya kuanza kujitolea mwezi wa 6, ila anamalizia kuingia mwezi wa 7, akapigiwa simu na mama mmoja ambaye alikuwa rafiki yake. Huyo mama akawa anamueleza, anamwambia umemaliza form 6? Kamwambia ndio nimemaliza na niko nyumbani. Kamwambia unafanya nini? Njoo ukatusalimie. Huyo mama alikuwa anaishi Zanzibar. Huyo mama akamwambia mimi labda niwaambie wazazi wangu, kama wakikubali nitakuja. Kweli mtoto bahati nzuri nilikuwa naye pale, mimi nikaona sio jambo baya. Kaambia na huyo mama alikuwa na lengo zuri tu, maana kaniambia mama, mbona mtoto wako amekulia hapo, amelelewa hapo, hajawahi kubadilisha mazingira, mwache aje Zanzibar akatembee. Kwa sababu mimi sikuwa na hofu yoyote, maana niko madhabahuni namtumikia Mungu, sikuwa na shida. Kamwambia haya, yule mama akamtumia nauli, mtoto akawa ameondoka kwenda Zanzibar. Alikaa Zanzibar wiki moja, baadaye akarudi. Alivyorudi, lakini baada ya kurudi, mtoto akarudi binti amechange.
Toto amebadilika, toto ana kiburi, toto ukimweleza hakusikii, toto ukimsema anakujibu vibaya. Kwa hiyo hali ilinipelekea kuwa na maumivu ndani ya moyo wangu. Lakini nikaendelea tu kumsihi Mungu tu, nikasema ni mambo tu labda ya kawaida tu. Kumbe baadaye yule binti baada ya kutoka Zanzibar, kumbe kuna kijana ambaye alikutana naye kwenye gari kipindi anaenda Zanzibar. Huyo kijana walikaa siti moja. Huyo kijana akawa anapiga stori za maisha, akamueleza kwamba mimi nimaliza chuo kikuu, lakini nimejiajiri, nina makampuni ya magari Dar es Salaam. Ninauza magari, nina viwanda. Yaani akamwambia kwamba nina hizo hela kwa kweli, ila ninakupenda, nahitaji nikuoe na wala sita kuchezea. Nahitaji tufunge ndoa. Basi binti sasa, kwa sababu amemueleza habari ya kuoana na akamwambia yuko tayari kumsubiri kwa ajili ya masomo yake, akaona huyu ni mtu mzuri, ana shida. Basi kwa hiyo binti alivyorudi wakaendelea kwa sana huyo kijana. Mimi kawa sielewi kinachoendelea. Lakini kumbe yule kijana akafika mahali akawa anamwambia nina shida, ni hebu nisaidie 50,000 hapo. Binti kwa sababu alikuwa ameingia kwenye programu ya kujitolea na analipwa kiera kidogo cha kujikimu 170,000. Kwa hiyo kila mwezi akipokea yule kijana anampigia simu, anamtumia. Wakaendelea hivyo hivyo, kijana anafika mahali anambia nina shida ya 100,000. Binti anachukua 100,000 anamtumia. Saa nyingine anakuwa hana. Anamwambia wewe nikopee kwa mtu tu nitakuwekea na riba. Mtu ambaye ana makampuni ya magari. Lakini tayari binti hajui chochote. Basi kwa hiyo binti akawa anakopa hela kwa marafiki, anamtumia. Anakopa hela kwa watu, anamtumia. Basi mwisho wa mwisho wale watu wanageuka kumuomba zile hela kwamba tupeni hela zetu, mbona unatucheleweshea? Na huyu anafika mahali anamuuliza huyo mtu wake, jamani nipe hela za watu maana wana shida nazo. Usijali ana nitakupa tu, hamna shida, hamna shida. Basi wewe waambie tu nitakupa siku fulani. Ikifika hiyo siku hana. Basi mwisho wa mwisho binti akawa yule kijana amemwambia kwamba anahitaji 250,000 kwa sababu ATM yake imeharibika. Sijui anataka kurenew ili hela zake zote ziweze kufunguka. Basi ikabidi binti anipigie simu akiwa shuleni, mama hapa kuna hela fulani nahitaji nahitaji kwa sababu kuna mtu alikuwa amenipa hela kama mtaji wa kuanzisha mtaji hapo nyumbani kama 250,000, na nikali nimemweleza binti yangu kwamba kuna mtu amenitumia hela, kwa hiyo nataka nifanye biashara. Lakini basi tukaishia hapo. Sasa kesho yake ameenda shule akanipigia simu, mama kuna huko shuleni na nini nimeambiwa kuna mkopo wa haraka haraka, nahitaji unikopeshe hiyo unipe hiyo 200,000 alafu 250,000 alafu niweke kwenye hela ya shule hapa nipewe 800,000. Kwa hiyo nitakuletea hiyo hela yako yote. Basi akamwambia mimi siwezi kukupa hela yangu maana ni kitu ambacho hatujakiongea na imekuaje ghafla. Basi kwa hiyo mimi nimemnyima ile hela. Nikakata simu. Jioni akatoka kazini. Kaja ananieleza kwa uzuri, mama kwa sababu nyumba yetu hatujaimaliza na pia ilikuwa imeingia maji, kwa hiyo nimeona shuleni wanatoa hela nzuri tu ya mkopo ambao una riba, kwa hiyo nipe tu alafu nitakurudisha. Nikishajaza ile fomu mimi niko tayari kulipwa kila mwezi na katwa shilingi 100,000. Kwa hiyo nitakuwa rahisi kulipa mkopo wao haraka kwa sababu hauna gharama zozote wala hauna usumbufu wowote. Na mimi nikaona sawa kwa sababu na nyumba ilikuwa imejaa maji, sina msaada wowote. Ikabidi nichukue ile hela nimpe. Nikampa 230,000. Akaniambia 70,000 nitamuomba mtu mwingine anisaidie nijazie. Alivyopeleka hiyo hela akarudi kesho yake namuuliza imekuaje? Akaniambia wameniambia baada ya masaa 72 watanipa hiyo hela ambao ni 800,000. Nikakaa nasubiria masaa 72 ambazo ni siku 3. Tumekaa siku 3, masaa 72 yameisha na alipotoka shule namuuliza vipi hela yangu ile vipi iko wapi? Ananiambia mama hata shule mwenyewe sielewi ila wameniambia kwamba watanipa tu
Kaambia sawa. Kumbe mimi navyomdai na yeye anatoka hapo anaenda shuleni, wale marafiki zake wanamdai ni wengi. Sasa kule shuleni ndio walikuwa wanamchanganya zaidi. Akifika shuleni wanamwambia wewe tapeli, wewe ni muizi, wewe ni muongo. Yaani hela zetu umekaa nazo siku zote hizo, tuna mambo ya kufanya, tunataka hela zetu. Sasa kila akimpigia yule mtu wake nipe hela, yule anamwambia bado kidogo, bado mambo hayajakaa sawa, lakini nitakupa tu. Kwa hiyo anaenda anawapiga tena Kiswahili kule shuleni. Sasa ikaleta kama vile yeye akafika mahali anaogopa kama shule. Hataki kwenda shule. Kafika mahali hali asinzi, anawaza hela, anawaza watu wanavyomtukana. Mimi sijui kinachomla, na mtoto akaisha kabisa, akabaki kama moja. Huko mitaani wakawa nasema mtoto wa fulani ni mjamzito, ni mjamzito. Ila akatokea mama jasiri mmoja akaniletea taarifa. Kaniambia kwa kweli maneno yamekuwa mengi huko mtaani, binti yako ni mjamzito. Maana uone alivyoisha. Kaambia hapana, mimi sio mjamzito. Kaambia kweli ni mjamzito kwa sababu hata haona mwenyewe alivyoisha. Na kweli ukimwangalia mtoto ameisha. Kwa kweli kama mzazi nilisikia vibaya. Kabidi nichukue jukumu la kununua kipimo cha kumpima. Lakini kupima naonyeshwa majibu hana mimba. Basi nikasema basi maneno ya watu bwana, mimi mambo yasinipotezee muda. Basi kwa hiyo siku binti yule kijana wakachati usiku, akamwambia nipe 300,000 ili niweze kukupa hela zako zote na riba ili uweze kuwalipa au watu ambao wanakudai. Binti alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alimpigia simu. Kamwambia rafiki yangu nina shida, hebu naomba unikopeshe 300,000. Lakini nitakupa faida, nitakupa na riba. Yule binti alienda akachukua ATM yake, akamletea binti yangu. Binti akaenda kwenye ATM yake, akachukua hela zote, akachukua 380,000. Akamtumia kijana zote. Yaani sisi hatuelewi. Basi binti akapata kama kwenda huku nje, kwenda kwenye vijijini, kwenda kutafuta wanafunzi wengine kwa ajili ya misaada. Wanagharimikiwa na shule, wanapelekwa na shule, wanalala hoteli nzuri, wanakula chakula kizuri. Alienda na wenzake kwenye hiyo hoteli, kwenye hiyo kusaka wanafunzi. Lakini alipofika kule, wenzake wanamshangaa, mara anakula miogo, mara anakula ndizi za kukaanga, guest anatafuta guest 5,000, kati amepewa 30,000 ya kulala, amepewa chakula kizuri cha kulala. Anaambia jamani, mimi najibana eti. Unajua mimi nyumbani kwetu tuna shida sana, mamangu anateseka mno. Ila mimi najibana ili hizo hela ambazo wanatupa hizi za kula niende kafanye kitu pale nyumbani. Basi kwa hiyo akamzoea tu hivyo. Akawa baadaye wakamaliza programu yao ya wiki nzima, akarudi nyumbani. Yaani alivyorudi nyumbani, hakurudi hata na 100. Sijui kijana alikuwa anajuaje kwamba amepata hela. Sijui kwa na chati anamueleza niko hapa. Akamwambia baby nina shida. Hebu nitumie hiyo hela jamani, nina shida na 200 hapo. Akachukua 200,000 akampa. Nyumbani alirudi hata shilingi 100 hamna. Basi mimi sielewi chochote kinachoendelea, lakini kwa sababu nilikuwa nimejiungamanisha na Mungu na niko madhabahuni, kwa kweli mimi nimekuja kumfurahia Mungu kwamba ukikaa vizuri na Mungu, Mungu atakuonyesha kila kitu. Kwa hiyo siku hiyo nikawa nina maombi ya kufunga ya kuomba siku, yani wiki moja ya kuamka saa 9 za usiku naombea familia. Siku ya kwanza nikaanza kwa naamka naomba, ilikuwa ni ya kanisa zima, lakini tunaomba kwa ajili ya familia. Siku ya kwanza nimeamka ninaomba, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 7 ilikuwa siku ya Jumapili kuamkia Jumamosi kuamkia Jumapili. Kawaida yangu naamka asubuhi ili nijiandae mapema niwahi kanisani. Saa 11 naanza kujiandaa. Nikashangaa binti yangu anatoka chumbani anakuja sebuleni. Yaani kama mbio. Nikamuuliza ni nini? Ambia mama nina shida. Nataka niende kwa mtu fulani, jirani yetu hapo, akanisaidia hela. Hela ya nini? Akaniambia nina shida mama. Nini shida gani? Kwanza huyo jirani umekuaje na mazoea kwenda kumuomba hiyo pesa? Akaniambia hapana mama nina shida. Unaenda kuchukua shilingi ngapi? 300,000. Yaani alivyosema 300,000 nisikia mwili umesisimuka, nimeanza kutetemeka. Nikamwambia kwanza huyo baba umekuaje na mazoea naye mpaka uende kuomba hiyo hela?
na mimi sijakutuma, ina maana atakupa hiyo hela kwa sababu ni wazazi, anatufahamu. Basi akaniambia mama hapana. Akamwambia hapana. Nikamkamatia pale mlangoni kabisa, kwanza kama vile kushikana. Akamwambia nipe, hapana, huwezi kwenda kwa watu. Kwanza huyo baba sasa hivi hayupo, ameshaenda kusali, kwenda kusali. Hayupo kanisani, maana ibada yao inaanza saa 12, kwa hiyo ameshaondoka kwenda kanisani. Basi baadaye akanisikia, lakini hapo ninamshika, mwili wote unatetemeka, anatetemeka, yana anatetemeka, alafu anahema kwa nguvu. Nikamuuliza ni nini? Kaambia hapana mama, mimi nataka tu huyo baba anipe hiyo hela, nina shida. Sasa nikiwa na muoji mdogo wake anayemfuata, nikasikia yuko chumbani anamwambia dada, si useme ukweli, si umwambie mama ukweli. Sasa huyu hataki kunieleza, ikabidi nimuulize huyo kijana, nimwambie wewe niambie kuna shida gani? Kaambia mama siwezi kukuambia mpaka yeye mwenyewe dada akwambie kilichomkuta. Sasa ikabidi nitafute urafiki naye. Nikaanza kumuuliza, niambie hebu ni nini, shida gani imekupata? Niambie. Basi na akaanza kuniambia. Kaniambia mama, unakumbuka siku moja kuna kijana ulishaniambia niachane naye, alinitapeli gira 80,000, nilikuwa na shida na simu ya laki 9, kaniambia nimtumie 80,000 aniletee simu ya laki 9. Kwa hiyo simu hakuipata. Kwa hiyo ndio huyo kijana tuliendelea pamoja, akaniambia kwamba niwe nampa hizo hela. Kwa hiyo ameniambia nitafute laki 3 aweze kunipa hela za watu ambao wote wananidai. Nikamwambia lakini mwanangu, hivi uone kwamba huyo ni tapeli? Yaani yeye hataki kujua kwamba yeye ni tapeli. Maana alikuwa amempa moyo wake wote. Yaani ukimwambia bado ya tapeli hakuelewi. Anasema hapana, mimi sio tapeli kabisa. Basi baada ya hapo, ni baada ya kumzuia asiende kwa huyo baba, yaani kama vile amesheki fulani, ameanza kuongea mwenyewe. Mtoto akachanganyikiwa, akawa halali usiku, halali mchana, halali anaongea tu, anatukana tu, anawaza tu. Sasa familia nikabidi niwashirikishe familia kwamba mwanangu ameumwa. Basi wakaniambia huyu mtoto tumpeleke Mount Meru. Basi nikamwambia lakini hili swala ni la maombi. Kaniambia hapana, hebu tumpeleke Mount Meru huyu mtoto. Wakaja shangazi yake, akaja na bibi yake, wakamchukua tukaenda Mount Meru. Kufika Mount Meru wakapima vipimo vyote, wakakutana na ugonjwa wowote. Basi lakini shule ikasema kwamba kwa sababu huyu mtoto amepata shida na kuna wataalamu wazuri wa afya ya akili, tumpeleke na Mawenzi akatibiwe. Shule ikatoa gari, tukafika Mawenzi, tukafika tunarazwa. Maana alikuwa hafai, kabidi apigwe sindano za kulala, akapelekwa pale akarazwa pale Mawenzi wiki moja. Basi baadaye tukaruhusiwa, katupa baada ya wiki 2. Baada ya wiki 2 kufika, kabla hazijafika akarudia ile hali tena, tukarudi Mawenzi. Kufika Mawenzi tukafika anarudishwa tena hodini. Maana hali ilikuwa anakuwa mbaya, anatukana matusi mabaya, yani kama vile anachangamka sana, anaongea mambo yasiyoeleweka, anajuta vitu alivyofanya. Basi baadaye tukatoka Mawenzi tukarudi nyumbani. Kabidi nimpeleke kwa bibi yake. Kufika kwa bibi yake akaanza kufanya vituko, anapiga milango, akapasua TV au ukutani. Yaani alikuwa anafanya vituko. Anachukua maziwa kwenye friji, anachanganya na nyama, anachanganya na samaki, anachanganya na maharage, vitu havili, mara anachemsha maji, anaoga usiku. Hivyo mtoto halali. Ikabidi tumpeleke kwenye kituo kimoja kinaitwa Soba hapo Sinoni. Kuna kituo kimoja cha soba cha watu wa madawa ya kulevya. Kasema pale wanaombea watu wengi na watu wamepona. Kwa hiyo nikawa nimempeleka pale Sinoni, tukakaa wiki nzima. Lakini pale anapewa dozi ni kulala tu, mtoto anyanyuki kitandani. Kulishwa analishwa na watu mpaka wamkamate midomo, uji ya upiti. Basi tulipomaliza wiki moja akatokea wifi yangu akaniambia hapana, huyu mtoto mlete Dar es Salaam, Dodoma. Kuna madaktari wazuri ambao wanaweza kumsaidia binti yetu. Basi akatuma nauli usiku huo, tukawa tumepanda gari tukaenda Dodoma. Kufika Dodoma wakampima vipimo vyote, hamna ugonjwa wowote, lakini wakasema huyu ni mgonjwa wa afya
ya akili. Kwa hiyo tulikaa pale kwa wifi kama miezi miwili, ila tunampeleka tunarudi nyumbani, anaendelea kumeza dawa. Lakini siku moja hali kazidi kuwa mbaya, akalipuka tena. Alivyolipuka ikabidi tuende kwa daktari, akatupa dawa, akasema hizi hamna shida tu, aende nyumbani. Basi tukawa tumerudi Arusha. Tulivyorudi Arusha, kuna bibi yake ambaye ni baba wa mume wangu anakaa Bukoba. Akasema mtoto mleteni nyumbani. Wakampeleka nyumbani. Kufika nyumbani ilikuwa siku ya Jumanne, wakapanda gari jioni, wakafika Bukoba Jumatano kwenye muda wa saa 5. Alipofika akafika amechoka. Basi wakampa chakula Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, hali sio hali. Yaani ni kufungiwa, ni kupiga makelele watu mpaka walali. Lakini wanavyovifanya, bibi yake akasema huyu mtoto ni mtu wa afya ya akili, natakiwa tumrudishe Dodoma. Huyu vitu anavyovifanya hapa, maana bibi yake alikuwa ni nesi lakini amestaafu. Kwa hiyo ikabidi siku ya Jumapili yeye, bibi yake na mume wangu na mtoto wangu wakamrudisha Dodoma. Walipofika Dodoma wakasema huyu sindalie kuwa hapa, basi ngoja tumlaze. Kufika tu pale inabidi wampige kwanza sindano za kafuti ili kwanza halale, maana anapiga watu, anatukana, atulii, anahangaika. Basi wakalazwa pale wiki mbili. Baada ya wiki mbili wakanipigia simu kwamba njoo mchukue mtoto wako. Nikaenda kumchukua mtoto, nikarudi Arusha. Nilivyorudi Arusha, hapo tulikuwa tunakimbizana kwa sababu ya kwenda chuo kikuu mwaka jana, ambao ni mwezi wa 11, na vyuo vimeshafunguliwa na vyuo natakiwa aende chuo. Basi kwa sababu alikuwa anaendelea vizuri, tukaja Arusha, tukawa tumeenda AAA. Alikuwa amepata chuo cha uhasibu Njiro hapo AAA. Tukaenda tukajaza vitu vyote vya shule, wakapiga picha, akamaliza. Lakini tunawaza tutamruhusuje kuwa anaenda shuleni kwa sababu zile dawa zinamlewesha. Basi baadaye tukaamua kama familia kwamba tumwache akae nyumbani mwaka mmoja, na shule ikashauri kwamba mtoto akae nyumbani mpaka atakapopona, mpaka mwaka kesho ndio utakapokuwa tutaendelea na ufadhili wake. Kwa hiyo kwa sasa tuna stopisha ufadhili wake. Basi kwa hiyo tukarudi nyumbani. Tulivyorudi nyumbani hali kazidi kuwa mbaya. Mwezi wa 12 tarehe 10 ikabidi nimrudishe tena Dodoma, kwa maana wale ndio walikuwa wameshamzoea, na mimi nilikuwa najiridhisha kupitia Dodoma. Tukafika pale wanamdunga sindano hivyo hivyo. Kwa hiyo tangia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 3 tuko Dodoma, tumelazwa. Tunalazwa, anapona, anarudi, mara anarudishwa tena hivyo. Lakini Dodoma madaktari wenyewe mpaka ziliwafika mwisho, wanasema ni kitu gani ambacho huyu mtoto kinamtokea. Ikabidi waanze kusema kwamba labda wewe mama unaporudi nyumbani wewe umpi dawa. Na mimi nilikuwa ninampa dawa. Siku moja nikaona kama amekuwa nafuu, nikamwacha kwa wifi yangu. Wiki moja mimi nikawa nimesafiri nikaenda Zanzibar. Wifi yangu akawa anaamka saa 11, maana midonge ni vya saa 12. Anameza dawa, alafu wifi yangu anaenda kazini. Lakini baada ya wiki mtoto akalipuka tena. Nikapigiwa simu, ikabidi nirudi Dodoma. Wifi anaulizwa, labda wifi hujampa dawa. Akasema jamani, mimi nilikuwa nampa dawa mwenyewe, lakini saa amempeleka hospitalini wanamwambia hapana, huyu mtoto hajapewa dawa ndio maana analipuka. Kwa sababu asingekuwa anapewa dawa anakuwa hii hali inakuwa mbaya hivi. Kwa hiyo ikaonekana kwamba sisi ndio tumpi dawa. Lakini akifika Dodoma wao wanadunga tu sindano za usingizi. Sindano za usingizi. Akiwa afadhali ndo wanampa vidonge. Lakini sisi sasa akiruhusiwa tukirudi nyumbani hali inarudi ile mbaya sana. Kwa hiyo mimi nikawa napambana na maombi. Kiukweli nilipambana ili binti yangu apone. Nilichoahidi nikamwambia Mungu, sitaweza kukaa kwenda kwa mganga. Najua Mungu wangu atanisaidia tu. Katika mahangaiko yote hayo nikiruhusiwa hospitalini, nikampeleka Dar es Salaam. Nilienda kweli kwa Mwamposa, alimgusa mara 3. Kipindi hicho anataka kuhamia kwenye nyumba yake mpya, ambayo tulienda sisi siku ya Jumamosi, tukafika Jumapili akaombea wagonjwa, akaguswa, Jumatatu akaguswa, na Jumanne aliguswa. Lakini Jumatano ndo siku ambayo sikwenda, na Jumamosi ambayo alikuwa anafungua ile ile kanisa sikwenda. Kwa hiyo ikabidi niende kwa nabii mwingine
Nikasema labda huyo hajui vizuri. Nikaenda kwa nabii mmoja anaitwa Suguye, yuko Matembele Kivule. Nilivyofika pale siku hiyo tulikuwa tunapitishwa kwenye kisima. Na mimi nikaamini, nikasema nikipitishwa kwenye kisima mwanangu amepona. Tulipita kwenye kisima vizuri, lakini hali ikaendelea kuwa vile vile. Hakuwa na matarajio yoyote. Tulivyotoka hapo nikasema hapana, kuna ndugu yangu mmoja anasali kwa nabii kwa kuhani Musa. Akaniambia mlete huku, nabii atamuona. Basi siku nimetoka hapo Matembele nikakuingwanisha kwa kuhani Musa. Nilipofika kule, yani kuhani Musa alipokuwa anahubiri pale, anasema naona binti moja ni kichaa, ametupua pepo la kujiua, la kujikatakata. Yani ile anaongea mimi nikajua ni mimi. Ikabidi nitoke mbele na mtoto wangu mgongoni, nilikuwa na mtoto mdogo wa miaka 2. Nikakimbia nikaenda pale mbele. Lakini sasa natamani nimwambie kwamba binti yangu huyu hapa, wahudumu wakawa wananizuia nisimfikie. Kilichotokea ikabidi aniombee mimi. Akaniwekea mafuta kwenye macho. Yani mafuta yalikuwa yanawasha macho, yananiwasha, yani nilitoka pale yani kama kipofu. Ninawashwa, alafu akanibeba akanipeleka kwenye hema la kuombea wagonjwa. Lakini nikiwa pale natamani mimi namwambia mtoto wangu yuko pale, sio mimi ninayeumwa, ni mtoto wangu. Wale wahudumu wakaniambia hapana, wewe kwa sababu ameshakuombea wewe, mtoto wako amefunguliwa. Basi tukawa tumetoka kule. Tulivyotoka hali kaendelea kuwa vile vile. Kwa hiyo nikahangaika kiukweli. Baadaye kutoka Dar es Salaam nikasema, kuna mtu akaniambia kuna nabii mmoja mwingine yuko yuko Mwanza kwa mchungaji Gwajima. Kwanza sikuwa naenda kwa Gwajima. Mimi nilikuwa naenda kwa nabii mmoja alikuwa anaitwa nabii yuko Mwanza, baba mmoja hivi. Ngoja nitamkumbuka jina lake. Basi kwa hiyo nikawa tamani wangu naenda kwake. Lakini nikiwa nimefika Mwanza na naongea na watumishi wake, baadaye ndugu yangu mmoja akaniambia, kabla hujaenda huko, hebu njoo huku kwetu, kuna mchungaji mmoja anaomba kweli na anaona vitu vyote vya ndani. Nikafika, nikabidi sasa niende kule kwanza. Nilipofika yule mchungaji akaniambia huyo kwa Gwajima, huyo msaidizi wake mwingine, akaniambia kaa hapa, ili nikuombee inatakiwa upige kambi. Ufike ukae hapa ndo mtoto wako atafunguliwa taratibu. Kwa hiyo tukakaa pale mwezi mzima. Tunalala pale kanisani, tunalala pale kanisani. Lakini Mungu akananitolea watu wa kunisaidia, wa kunilisha. Akatokea dada mmoja anaitwa Maga, alikuwa ana kihoteli pale chini, ana kigenge chake. Yule dada alifanyika msaada mkubwa sana katika maisha yangu, akawa ananilisha, ananipa chakula baada ya kumwambia kwamba nimetokea Dodoma na binti yangu anaumwa. Kwa hiyo akipikia wateja wake chakula, ananigaia kidogo, watoto wangu wanapata chakula. Lakini mwezi mzima mtoto akupata nafuu. Ikabidi yani sasa vikalipuka tukiwa pale kanisani. Nikasema kwa sababu tuko hapa kanisani hataombewa. Yule mchungaji akaniita, akaniambia, mama, huyu mtoto wako siwezi kumuombea, kilichopo tumpeleke Bugando ili kule aende akatibiwe na madaktari. Alifa kisha tibiwa ndo mrudishe tena kwenye maombi. Roho inasita kumpeleka Bugando. Yule dada Maga akaniambia, hapana, tumpeleke tu, mimi nitatafuta watu wa kusaidia hata hizi nauli na gharama. Akamwambia hapana, bora nimrudishe wapi? Dodoma ambako alikuwa anatibiwa. Nisichanganye mahospitali. Basi Mungu akatumia njia, ndugu zangu akanitumia hela, nikawa nimepanda gari, nimerudi Dodoma. Nilipofika Dodoma mwezi wa tatu nikalazwa pale Dodoma wiki 2 tena. Nikalazwa wiki 3. Wiki ya 3 ndo niliporuhusiwa. Niliporuhusiwa, shemeji yangu mmoja akanipigia simu tena Dar es Salaam. Akaniambia, shemeji, nimesikia habari zako, mlete mtoto Dar es Salaam. Kuna nabii mmoja anaona na mtoto wako anapona, maana mimi na imani naye. Ikabidi sasa na yule akanitumia namba ya huyo kuhani, nikaongea naye huyo nabii. Kweli akaniambia mtoto wako amechanganyikiwa, lakini akiruhusiwa mlete Dar es Salaam. Basi siku hiyo aliporuhusiwa tukapanda gari jioni, tukawa tumefika kwenye hilo kanisa. Tulipofika kuhani asubuhi,
mkoani akawa anapita anaangalia wagonjwa, anahudumia watu, sisi akawa hajatuona. Kesho yake wakasema msikate tamaa, mrudi tena muonane na nabii kwa sababu mnaona naye kwa mtu mmoja mmoja. Mimi nilipofika mimi nilijua ni bure. Lakini nilipofika kwa wahudumu wakaniambia, mama, hapa ukitaka kumuona kuhani kwa haraka kuna aina mbili ya sadaka ambayo utakiwa utoe. Sadaka ya kwanza kunayotakiwa kwa kumuona kwa haraka unatumia 52 ili uweze kumuona private, akwambie mambo yako yote. Alafu nyingine 30, lakini utaongea naye kidogo kwa dakika kama 15. Lakini hiyo 52 unaona kama nusu saa, anakuambia mambo yako na anakuombea. Sasa kwa sababu nilikuwa nimeshakaa hospitalini sina chochote, basi kaniambia kama una hela msubiri mpaka saa ya ibada ambayo atakuwa anahudumia watu wote. Basi kwa hiyo nikasubiri saa ya ibada, akawa amehudumia watu wengine, mimi sikuonekana. Baadaye ndo siku hiyo kesho yake yule baba akaniambia njoo kesho saa 2 ufike wa kwanza, atakuhudumia wa kwanza. Nikawa nimeenda asubuhi. Nilipofika kweli nabii, nikaandika karatasi yangu, ilikuwa ni fomu anakupa pale, unajaza, unaandika matatizo yako yote. Nikawa nimekaa pale na wengine tunasubiria. Kweli alivyokuja akahudumia wale wenye pesa zao, wakamaliza, akaanza sasa kutoa unabii kwa mtu mmoja mmoja. Alipofika kwangu akafika kwa binti yangu, akasema, we binti, kweli wewe kuna kijana ulikutana naye, ila ukutana na kijana ulikutana na jini, na huyo jini alikuwa ni kiumbe tu ambaye anafanana na binadamu. Kwa hiyo kuna na huyo kijana saa unaongea naye, kuna dawa aliweka chini ya ulimi. Hiyo dawa ndo ilikupulizia wewe kwenye akili yako, ikakufunga ufahamu, ukaanza kuchukua hela za watu, ukaanza kutapeli hizo hela, ukaanza kuwa hivyo ulivyokuwa. Basi kwa hiyo akaandika sasa alipoanza kuongea na binti, mimi nikajua na mimi ataongea mambo ya kwangu kama mimi. Kaambia, hapana mama, siwezi kukuhudumia wewe, ila kwanza tutatue kwanza tatizo la nani, la binti yako. Akisha pona ndo nitaongea na wewe nitakusaidia. Basi kwa hiyo akaandika hapo kwenye daftari, kwenye nyuma ya hiyo karatasi, akaniambia nenda kwa yule mhudumu pale. Nilivyofika pale kwa yule mhudumu, mhudumu akaniambia nabii ameshakuona tatizo lako, na kweli mtoto wako ana matatizo makubwa sana, kwa hiyo tunahitaji kuna package. Nabii ameandika package. Nikamuuliza package ni nini? Kaniambia package ni sadaka ya kumwombea binti yako, na mimi na shauku nijue kwamba ni shingapi ili mwanangu aweze kupona. Kaniambia package yako imeandikwa 498,500 ndo binti yako aweze kuombewa ili apone. Na nilipokuwa nimetoka hospitalini sina hela yoyote. Mimi nikamwambia kwa kweli mimi sina hela na sina chochote hapa nilipo, na nimetoka hospitalini na nimeongea naye nikiwa hospitalini kwamba niko hospitalini. Kwa hiyo hapa nilipo sina chochote, msaada wangu nahitaji tu anisaidie tu amuombe binti yangu. Wakaniambia, mama, bila hiyo hela huwezi ukaombewa mpaka hiyo sadaka, na nabii akishaona huwezi kutengua. Nikamwambia jamani, kwa sababu nilikuwa naumia, naona jinsi binti anavyohangaika. Nikamwambia jamani, hebu mwambieni huyo nabii aniangalie mpaka ndani, maana si anaona, aniangalie mpaka ndani kwamba sina chochote ili aweze kunisaidia. Basi wakaniambia, mama, hatuwezi kukuambia chochote, wewe nenda katafute 498,500. Baadaye nikamwambia kwa kweli mimi sina chochote. Kaniambia, mama, kama una chochote basi ondoka na mtoto wako. Nilisikia uchungu kiukweli, binti yangu anavyoumwa, na nimezunguka, nimeteseka, alafu nimefika hapa sehemu ya msaada, alafu naambiwa kwamba bila hela tukuhudumii. Kwa kweli nikaanza kumhoji yule dada. Nikamwambia, dada, hebu niambie, hivi Yesu anaponya kwa pesa? Yesu alikuja kuponya kwenye hela, kwenye watu wenye hela? Mimi ninavyosoma Biblia sioni mahali Yesu alipoomba watu hela, na kama angeomba watu hela wangezitoa wapi? Kama mimi hapa ambaye nimeishiwa kila kitu. Nikasikia nguvu ya Mungu ambayo nikasikia kama hasira ya kummeza yule dada, kwamba hela ni kitu gani?
Nikamuuliza yule dada, hivi yule dada yule mama aliyetokwa na damu miaka 12, aliyeuza vitu vyake vyote, akawa hana hata shilingi 100, alafu aliposikia habari za Yesu akaenda kwa Yesu kushika pindo lake, akasema nikishika tu mimi nimepona. Na kweli alivyoenda akashika, binti alikauka. Hivi Yesu angemwambia wewe mama, nipe 498,500, angeitoa wapi? Nikamuuliza wewe dada, hivi huyu Yesu, yule mgonjwa aliyekaa pale miaka 38, paka watu ana mtu wa kumtia birikani, anamwambia nataka nini? Yesu anamwambia unataka nikufanyie nini? Anasema nataka nipone. Angemwambia nipe 498,500, hivi angeitoa wapi? Na mtu amelala pale kitandani miaka 38. Nikamwambia dada, hivi yule mtu wale watu waliombeba, yule mtu aliyekuwa ni mgonjwa ameparalyze, wakatoboa dari wakamshusha chini, angemwambia leta 498,500, angeitoa wapi? Wale dada akamwambia mama, na mistari mingi kichwani lakini haitakusaidia chochote. Si tunachohitaji, tunahitaji pesa. Na huyo nabii ameshasema kwamba bila pesa hawezi kukuhudumia. Sasa mimi naendelea kuongea kwa jaziba. Yule mama akamwambia mama, ishia hapo. Kwanza ondoka. Ambia hapana, mimi nimekuja mtoto wangu hapo na nimetoka Dodoma na nimekuja hapa na sina hata sehemu ya kukaa. Hapa nimefika kwa ndugu yangu ambaye hana chochote, lakini nimehitaji mimi hapa nitoke hapa nipone, siondoki hapa. Basi nikawa nimebidi sasa nilale pale, maana nisikia kwamba kuna watu wanalala pale, wanahudumu wanalala, wanakesha. Na mimi nikasema hapa siondoki, nalala hapa na kesha. Usiku tumelala, mtoto anasumbua hivyo, anawafuata wahudumu, wanakataa kumuombea. Asubuhi kumekucha, nikashangaa kikao. Ninaitwa, mama njoo. Nikaitwa kwenye kikao. Watenda kazi wa yule baba wote wamekaa kikao. Wakaniambia mama, hivi una ruhusa gani ya kuja kulala hapa? Nani aliyekuita uje ulale hapa, wala nani aliyekuambia? Kaambia hapana, mimi hakuna aliyeniambia zaidi ya kuja hapa kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo nabii amesema kwamba uondoke hapa, hajazungumza na wewe kuhusu habari ya kulala. Na anayelala hapa anatakiwa awe na kibali cha kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe umejichukulia madaraka ya kulala hapa bila kibali chochote. Kwa hiyo unatakiwa uondoke hapa. Kaambia hapana, mwanangu bado anaumwa, anahitaji akaombewe. Wakaniambia ondoka hapa mama. Yaani sasa mimi niko na bishana pale. Mara binti akatoka huko anawatukana. Kwanza nyie ni wachoyo. Hii kanisa nimekuja tunanjaja mjaturisha. Yaani akawa anaona wenzake wanakula huko hawampi chakula. Akatokea dada mmoja akampa chakula kidogo. Sasa kile chakula akaanza kumtukana. Yaani mimi nakula chakula kidogo, unakula chakula kingi. Sasa wale wakaanza, yaani sisi tunatukana huyu binti. Kwanza tutakao tuwaondoe hapa kabisa. Wanatuharibia kazi. Yaani binti yangu alisombwa na wavulana 6, yaani ushahidi ninao. Hata kwenye kanisa niko tayari kwenda kwa sababu nilienda kutafuta msaada lakini sikupata. Na siongee uongo, haya mambo naoongea wanayasikia na watayaona, wananiona na wananifahamu. Basi, na mkitaka nimtaje huyo nabii, naweza kumtaja ili hata kama siku nyingine na nyie msiende kushikishwa pesa. Mungu wetu sio wa pesa. Basi, kwa sababu kwenye mitandao hanajulikana. Kwa hiyo binti alibebwa na watu 6 akatolewa nje. Na mimi mwenyewe katokea mhudumu mmoja, kaka mmoja ni wa pale, kaniambia mama, ngoja tu nikusaidie kwenye bajaji, tumshike mtoto wako tumwekee kwenye bajaji. Lakini tayari huku nimeshatolewa pale ndani, nimetolewa ndani, mtoto anabebwa mzoga anaburutwa mpaka nje ya gate. Maana pale nje ya gate ukiwa pale kuna madereva, kuna mafundi wa magari wanatengeneza pale. Wao wenyewe walikuwa wanashuhudia, wanaona hicho kitendo kilichokuwa kinafanyika, anavyobebwa, anavyosukumwa, mizigo yangu inavyowekwa kwenye bajaji. Yule kijana ndo akaniambia mama, hebu niambie sehemu yako ni wapi nikupeleke mpaka kule nyumbani. Yule kaka kiukweli alinipa msaada wa bajaji, akanipeleka mpaka pale kwa ndugu yangu Tegeta. Nikafika pale akaniacha pale. Kwa hiyo baada ya kutoka pale, binti akaanza sasa kungoa nyavu za watu. Kesho jioni kulikuwa kuna mkesha fulani hivi kwa hapo kwenye kanisa, kulikuwa kuna kanisa jirani yake. Kabidi niende kwa huyo mchungaji. Mchungaji kiukweli alikuwa ni kanisa ambalo yani alijajengwa vizuri, ni mabati. Lakini nikamwambia Mungu, hata kwenye mabati humo siwezi kurudi tena kule kwa sababu nahitaji uponyaji wako. Nikaenda kwa yule baba akanitia moyo,
akaniombea, akamwombea mtoto, akatoa hudumu wake. Wahudumu wake kweli waliomba, kiukweli waliomba wakaanza urafiki naye, na yeye akawa anafanya vituko lakini wanamuelewa. Basi mwisho wa mwisho nikasema kwa kweli, kiukweli, kwa sababu ya maisha ya dada yangu na alikuwa amefiwa na mume wake na maisha ni magumu ya Dar es Salaam, ikabidi niende kwa ndugu zangu waweze kunipa nauli ili niweze kurudi Arusha mwezi tarehe 31. Nikatoka pale kwa ndugu yangu nikaenda Kinyerezi kwa ndugu yangu huko, wakanipa nauli. Kesho yake nikawa nimesafiri tarehe 31. Nikiwa njiani nimelala njiani, nikafika Arusha tarehe 1. Nikawa nimeshukia eneo moja linaitwa Tengeru. Tengeru nilishuka kwenye muda wa saa 9 nikiwa na begi, nikiwa na mtoto mgongoni. Lakini pale ni sehemu ambayo inajulikana sana kwa vibaka wengi waizi, wako pale, unaporwa kila kitu. Lakini namshangaa huyu Mungu, wale vibaka ndio walikuwa rafiki zangu. Wale vibaka ndio wanisaidia mtoto, wanisaidia mabegi, wakanisaidia binti. Wakaniambia, mama unatoka wapi? Binti anavyotukana, anavyoongea. Wakasema, mama usiogope. Wakanipeleka kwenye kibanda kimoja cha kahawa. Nikaenda pale, binti akachukua kahawa za watu, akawa na mimina, nipeni sukari, nipeni hichi, anavuruga tu. Wanaambia muacheni. Wakatokea watu pale, wakanunulia maziwa, binti wakampa maziwa, hivyo mpaka kukakucha asubuhi. Nikamwambia, jamani, mimi natafuta maombi, na kuna ndugu yangu mmoja ambaye nimempigia simu kwamba anakuja kwake, ambaye ni mchungaji Erasto. Na huyu mchungaji nimejua naye tangia nilivyoingiaga hapa Arusha, tulikuwa marafiki kwa muda mrefu, tulikuwa tunasali kwenye kanisa moja la TAG ambalo liko mjini Calvary Temple. Kwa hiyo tukawa hivyo. Kwa hiyo nilivyomkumbuka, na mimi kufuatana binti yangu alikuwa anapiga kelele sana, nikaona aibu ya kumrudisha nyumbani, kwa sababu ilikuwa anapiga makelele watu hawalali. Tangia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 3 mtoto hajapona, alafu narudije nyumbani na mtoto anapiga makelele. Kwa hiyo mimi nikasave ile kwamba nije kwa huyu mchungaji angalau nimfiche huku kuliko kurudi nyumbani. Basi kwa hiyo tukaja hapa kwa mchungaji mwenyewe alivyomuona, kiukweli kiakili ya kibinadamu alikuwa anajua kwamba vitu anajifanyisha. Maana kwanza alikuwa anapigwa, anatukana matusi, ananizarau, ananingata. Nilikuwa na nywele ndefu, ziko ndefu mpaka huku, akawa anachukua zile nywele anazinyonyoa, ananingata. Haya meno haya yote ni meno, hapa kwenye mikono ananingata. Na mchungaji akaniambia, huyu mtoto lazima apone, na atapona. Siku ya hiyo tarehe 5 Pasaka nikamwambia Mungu, sasa yatosha. Kama ni vidonge siwezi kumeza, yani mwanangu amechoka na ameambiwa ameze dawa maisha yake yote. Vidonge nilikuwa nimenunua vidonge vingi sana, kuna vidonge vya Wakenya vya afya ya akili. Chupa moja inauzwa 80,000. Chupa nyingine inauzwa 94,000. Nilinunua 2. Na bado hapo ni dawa za hospitalini, vidonge vya hospitalini viko vingi, karibia 80 na ambazo nilikuwa nimevitoa kule Dodoma. Kwa hiyo nikawa nachanganya vyote vya hospitalini na hivi vya Wakenya, lakini hamna nani yoyote. Alafu pia maisha ambayo ninayaishi, nawaza hizi hela zote za vidonge kila mwezi nitazitoa wapi? Kwa hiyo ilikuwa mahali nikamwambia Mungu, sasa imetosha. Siwezi tena mtoto kumeza vidonge. Kama unamchukua, umchukue. Lakini kama Mungu ulikufa, Yesu ulikufa, ukashuka kuzimu, ukamnyang'anya shetani funguo za mamlaka, na sisi na bado ukafufuka ndani ya mioyo yetu, na leo ni siku ya kufufuka, nahitaji ufufuke ndani ya mioyo yetu. Fufuka ndani ya huyu binti. Ile imani ambayo niliichukua, kikweli ibada inaendelea ya tarehe 5 Pasaka, na mchungaji akawa anahubiri. Nilitoka pale kiukweli mimi nina amani ndani ya moyo wangu. Jioni tukakaribishwa chakula kwenda kula kwa mchungaji. Tumefika pale, binti anafanya vituko, lakini hivyo akala akamaliza. Nikamwambia mchungaji, kiukweli mimi nimechoka, hizi dawa sizitaki tena, na ninaomba mchungaji mtoto alale hapa kwako. Yani alale angalau kwa mchungaji, na mimi angalau pata hata muda wa kulala, kwa sababu yani mishipa imeshanyanyuka, sisinzi, silali. Yani angalau amchukue tu alale naye kidogo, na mimi pate muda wa kulala kidogo. Basi mchungaji batizora akaniambia, hamna shida dada, ngoja nilale naye hapa, tuone chanzo chake ni nini hapa, na mimi nimuelewe vizuri, kwa sababu leo tunaacha dawa, na kiacha dawa tuone uhalisia wake kwamba anafanyaje au anaanzaje.
Kwa hiyo mimi nikamwacha hapo kwa mchungaji, mimi nikarudi huko ofisini. Baada ya kutoka hapo mchungaji akalala huko, kumbe naye akalala kwenye moto kula, anawasha moto, akalala anamuombea. Ila mimi huku nyumbani sasa roho haimo, niko na waza labda simu atanipigia simu saa ngapi, lakini kaona masaa yanaenda, saa 8 saa 9 sijapigiwa simu, saa 10 11, yani sijalala kiukweli, niko naomba tu, namwambia Mungu msaidie. Basi kumekucha asubuhi, nikabidi nimpigie mchungaji, vipi huko mmeamkaje? Akaniambia salama, na binti yako amelala bado? Amelala. Kiukweli nikiwa natafakari kwamba amelala, nikawa nasoma zangu neno, nikashangaa naletewa kitimtim cha mbwa, yani kwenye maono. Mbwa ilitoka kule inakimbia, inanifuata, imenyanyua masikio, imenyanyua kila manyoya, inanikimbilia kuja kwangu. Baadaye yani sasa kana iogopa hilo mbwa. Baadaye nikashtuka usingizini. Niliposhtuka, namwambia Mungu, hichi ni nini? Hii mbwa ilikuwa inaenda wapi? Yani kama vile naiona kabisa ndio hii hapa inakuja, lakini kwenye maono. Kasikia sauti inaniambia, hiki ndo kichaa ambacho alikuwa amewekewa binti yako, kichaa cha mbwa. Na hapa ilikuwa imebaki kazi moja tu, kumbebesha mimba ili kazi ishie hapo hapo. Kwa kweli mimi nikaanza kumshukuru Mungu pale, nikamwambia Mungu, wewe mkono wako sio mfupi, wewe Mungu unaweza. Basi kwa hiyo binti akawa amerudi kutoka kwa mchungaji, tukashangaa siku hiyo tumeshinda vizuri, vituko vikapungua. Jioni akalala vizuri, kesho yake akalala vizuri. Yani kila alivyokuwa tunapiga hatua ya siku, ndivyo jinsi alivyokuwa anazidi kukaa vizuri, wanaongea naye mpaka binti akawa mzima. Kwa hiyo kuanzia tarehe 5 mwezi wa 4 ndipo binti yangu alipofunguliwa, na aliyemfungua ni Yesu. Sio dawa, sio sindano, ni Yesu mwenyewe aliyekuja kumhudumia binti yangu. Na kuanzia tarehe 5 mpaka sasa hivi mwezi wa 8 tuko mahali hapa kituoni, tunahudumiwa hapa. Huyu mchungaji mimi sina cha kumlipa wala sina cha kumpa, zaidi Mungu mwenyewe natakayembariki, kwa sababu halijitoa fedha zake, halitoa chakula, ananilisha, anamlisha binti yangu, anamlisha kijana wangu, ambapo familia ilifika mahali ikachoka. Si kwamba walichoka kwamba walikuwa hawana fedha, yani kuchoka kiroho, yani kuna ile kuchoka kwamba sasa tumehudumia, imefika mwisho, na hakuna mtu ambaye sasa alikuwa akinihitaji tena, akinitaka tena, hamna. Siwezi kuwaraumu, ila ni kwamba Mungu yote haya alikuwa ananipitisha ili niweze kumpa Mungu sifa na utukufu. Na kitu ambacho kilinikuja kunitia nguvu sana, baada ya kufika mahali, kuna mahali nikiwa Dodoma, ndugu wote walinikataa. Kila ninayempigia simu anaambia nina wageni, mume wangu amekuja, sijui huyu sijui nini, yani kila mtu. Sasa mama mkwe wangu akaniuliza, hivi mwali, wewe una shida gani? Kwa nini watu wote wamekukataa? Nikiwaza ndani mwangu, sina mtu nilichomfanyia, hakuna ambacho nimeshasema, hapana. Lakini mimi ilinifika mahali, nilienda Dodoma, nilienda kuishi kwenye kanisa la TAG uponyaji, TAG pale kwenye chuo cha TAG, chuoni kwa wale wanafunzi wa chuo, wachungaji wanakoomba pale, wanakosomea chuo kikuu, nadhani mnakifahamu cha Dodoma, TAG sio kinaitwaje pale, TBC pale watu wananifahamu. Wachungaji walimwombea binti yangu, yani waliomba. Lakini nilikuwa nakatisha. Baada ya kutoka Dodoma, Mwanza, nikawa nimeenda Dodoma kwa mara nyingine. Kuna nilisearch kwenye mtandao, nikakutana na ushuhuda mmoja ambaye mchungaji mmoja anaitwa Aminieli Katekera. Nilichukua namba zake, na nilivyokuwa nasikia alivyokuwa anaomba na hadisia ushuhuda wake, nikasema mbona hichi kitu ndo kama binti yangu ametupiwa, yamkini nikiona naye anaweza kumuombea. Kwa hiyo kumbe nikalivyompigia akaniambia niko Dodoma nasoma, ikabidi niende Dodoma. Nilipofika pale Dodoma, siku ya kwanza sikumuona, ikabidi nilale pale kwenye benchi zile za Dodoma kwenye viti. Wale watu wa pale wa mama wakaletea chakula, wakawa nilisha ile jioni. Kesho yake Aminieli akawa amekuja. Alivyofika akamwona binti yangu alivyokuwa anafanana, akaniambia, mama, aisee, huyu binti
ngoja kwanza tumuombe Mungu, lakini mtoto atakiwa apelekwe nani hospitalini. Huyu mtoto ni wa hospitalini. Kwa hiyo binti ikabidi yeye mwenyewe akatoa gari lake, akatoa dereva wake, akasema mpelekeni mtoto Dodoma kwenye hospitali ya ile yapo Mirembe. Tulivyofika pale Mirembe tukapokelewa. Akasema ni gharama ngapi? Yule baba alitoa gharama zote za binti yangu kulazwa. Na akaniambia akisha ruhusiwa utaniambia, ili kwa sababu atakuwa ametulia, ili niweze kumuombea vizuri. Kwa hiyo tukalazwa pale wiki 2, baadaye ndo tukaruhusiwa. Tulivyoruhusiwa nikamtafuta, nikaonana naye, akawa yuko vizuri kabisa. Watu wanamshangaa. Akaja akamuombea, akamwambia sasa nendeni. Lakini tulivyoondoka ndo hadi tena ikarudi, tukalazwa tena wapi? Dodoma. Kwa hiyo tukuhangaika naye tena. Kiukweli Mungu yupo. Msaada wa Mungu upo. Wala Mungu hachoki. Sisi wanadamu ndo tunaochoka. Ila mimi ninachoamini na nicho ambacho nimejengeka kiimani, hakuna jambo lolote la kumshinda Mungu. Ukichukua imani yako ukaiweka kwa Mungu, Mungu anaweza. Mungu anaweza na Mungu anaponya. Nimethibitisha kwa macho yangu. Kile neno analosema kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Hakika kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu awabariki. Amina. Umekaa hapa kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Erasto kwa muda gani? Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 mpaka sasa hivi mwezi wa 8, tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo ina maana mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, miezi 4. Okay, umekaa hapa miezi 4 kwa Mchungaji Erasto. Pengine ndio umetambua ndani ya mtumishi huyo kuna huduma gani ambayo umegundua? Kwa kweli huyu mchungaji, kitu ambacho nimekigundua ndani mwake, ana wito wa Mungu. Ana wito wa Mungu, yani wito wa Mungu wa kutoka ndani ya moyo wake. Kwa sababu hichi kitu, kama asingekuwa na wito wa Mungu, vitu ambavyo anavifanya mahali hapa, kwa sababu nimeona na nilivyokuja mahali hapa nimefanyika msaada kwa mmoja au mwingine. Kwa sababu nimeona anakaribisha watu, mtu anampigia simu, anamwambia kuna gharama, na maisha ya mjini jinsi yalivyo, kuna gharama, kuna chakula, kuna maradhi, kuna nini, kwa hiyo kuna pesa fulani ya kulipia kidogo kama kuchangia 250,000. Lakini mtu anampigia simu anamwambia sina chochote ambacho nidhibitisha ni kwangu mimi ambaye nilipokuja hapa sina hiyo 250,000, lakini amenilisha mpaka nimefika hapa nilipo. Pili, nikadhibitisha kwa binti mmoja ambaye ametolewa Dodoma, ametolewa huko ametolewa kule Ukerewe, ambaye huyo mama alimpigia mchungaji simu akamwambia binti mdogo wangu anaumwa, akamueleza habari za gharama. Mama akamwambia hapa nilipo sina chochote. Mimi nikiwapo nasikia kwenye simu, akamwambia mlete. Na kweli alivyomleta yule mama, alimwacha hapa hata 100. Lakini huyo binti mpaka sasa hivi tuko naye, alikuja atembei, alikuja aongei. Ndio nikawa nafanya kazi ya kumsaidia hapa, kumpeleka chooni, kumrudisha, kufanya mazoezi, mpaka kuja kugundua kama ni mjamzito. Tukampeleka mpaka hospitalini, kufika hospitali kwa ni mjamzito. Na huo mwezi wa 6 tumempeleka, si tunajua labda anaenda kuanza kliniki, na wakampa tarehe 2 mwezi wa 7 kwamba ndio siku ya kujifungua. Lakini tukashangaa tarehe 27 mwezi wa 6 kaenda, tarehe 2 mwezi wa 6, tarehe 27 mwezi wa 6 kajifungua. Na gharama zote ni za kwake yeye, kama yeye anatoa mfukoni. Yani ana kitu cha kimungu ndani yake. Na nimeshuhudia, nimefika hapa mimi mwezi wa 4, ananiambia dada, mimi tangia mwezi wa 1 sijawahi kujua chakula. Ninafunga, ninaomba. Na nimeshuhudia tunapika chakula hapa hata maji yanyu anafungua jioni. Alikuwa mnene, mara kwanza nilikuja hapa nimkuta ana kitambi kikubwa, amenenepa, lakini nilipokuja mwezi wa 4 nilikuta ameisha.
kitambi kimeisha. Lakini ile nguvu ya Mungu ndio ilikuwa ndani mwake. Yaani alikuwa anautafuta uso wa Mungu. Ili uweze kumpata Mungu, pata nguvu za Mungu, lazima ujinyime. Kwa kweli amekuwa pamoja na mume wake. Yaani roho alionayo mume wake ndio roho alionayo mke wake. Kwa hiyo labda mke wake angekuwa yuko vibaya, yaani hayo tunayofanywa tusingekuwa tunayapata. Lakini hakuna kitu ambacho anakifanya bila kumshirikisha mke wake. Na mke wake anapomshirikisha anakuwa tayari, anamwambia wasaidie tu, wapelekee tu. Kwa hiyo mimi nahitaji kumwambia Mungu ambariki. Mungu aendelee kuwa na moyo huo huo. Sisi tunaotendewa huwa tunatendewa na kusahau. Lakini Mungu huyu ambaye wanamtumikia hata wasahau na atawalipa. Na atawalipa. Yaani atawalipa. Kama neno la Mungu linavyosema kwamba usichoke kutenda mema, utalipwa kwa wakati wako, usipozimia moyo. Mimi kile kitendo cha kwanza yule baba kuniambia njoo na kunipokea hapa, niliona ni moyo wa tofauti sana. Niliona moyo wa tofauti. Ila mimi nahitaji kuambia Mungu awabariki. Mungu awabariki sana sana sana. Nachomshukuru sana ni kuona binti yangu amepona na kuendelea na masomo, kwa sababu hakuna watu ambao walikuwa wanadhania kwamba hii hali inaweza ikaisha. Kwa sababu mimi nikiwa kwenye changamoto, watoto wamekufa wengi ile hapa shuleni. Wamekufa wengi sana. Mpaka sasa ninavyosema sasa hivi kuna binti mwingine amekufa mianzini. Lakini mimi ni nani? Mimi ni nani nikitafakari hilo? Hata wenyewe walimu walikuwa wazani kama mtoto anaweza kapona. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anasema huyu mtoto ameze dawa maisha yake yote. Lakini yani ulikuwa ukimweleza habari za kwamba ameze dawa hakuelewi. Lakini wamedhibitisha wao wenyewe. Na waliniambia kwamba mama, ukija kurudi hapa shuleni uje na vidhibitisho vyote vya daktari. Na tuko tayari kukulipa pesa zako zote kwa gharama ambazo utazitumia. Lakini kwa sababu ni Mungu alitenda na ni Mungu amefanya, nikasema mimi nitamlipa nini Mungu kwa haya alionitendea? Sikuona sababu ya kurudi shule kupeleka vielelezo ambavyo nimekaa mwaka mzima hospitali kwamba nilipwe. Kwa sababu kwanza hela zenyewe nilizokuwa natumiwa au nalipa sikuwa na hata 100, nilikuwa nasaidiwa na watu baki. Kwa hiyo watanilipa nini? Sikuwahi kurudi shuleni kwambia nipeni msaada wa yani naomba vitu vyangu, hapana. Kilichotendeka na ambacho naona ni cha ajabu, baada ya binti kupona akawa amepeleka vyeti vyake shuleni. Halipovipeleka walimu wanashangaa. Hivi ndo huyu? Maana kila mahali alikuwa anazoea naondoka naye, natembea naye. Siku hiyo sasa wanamuona. Na alivyotoka hapa, alitoka hapa hatumuelewi. Tunasema labda baada anaumwa. Kumbe mtu ameshapona, ameshafunguliwa siku nyingi. Ila bado tuna ile labda hofu kwamba bado anaumwa. Kumbe mtu ameshapona. Anaambia mama, mimi nadai vitu vyangu. Ile ni haki yangu, nimetumika mwaka mzima. Lazima nipewe vitu vyangu, nipewe kompyuta yangu. Na hapo shule ilikuwa imeshampa hela ya ufadhili milioni 6 na yake ninayo barua yake ya ufadhili ninayo ya milioni 6. Kwa hiyo akaniambia siwezi kuacha vitu vyangu. Mchungaji anajaribu kumwambia acha hivi vitu, Mungu ana pesa nyingi, atakulipia gharama zote. Hataki kuelewa. Mpaka siku ambaye aliondoka hapa akapeleka vyeti vyake shuleni. Lakini baada ya kufika kule tukapewa majibu kiurahisi tu kwamba kumbe ile ilikuwa tunaenda kwenye nchi ya ahadi. Sasa tunapoenda kwenye nchi ya ahadi tusiogope majitu. Watu sijione kama sisi ni mapanzi. Tukaona sisi Mungu aliye ndani yetu, aliyemponya ni mkuu. Kwa hiyo uko tayari fanyaje kwenda kuchukua vitu vyake. Na kweli Mungu wetu ni mwaminifu. Siku ya anaondoka Mungu akaniambia mimi Mungu nahitaji kujidhihirisha. Kwa sababu kuna watu walimwona ni kichaa. Lakini leo hii nataka wajue kwamba huyu sio kichaa na anaenda anajitambulisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndo maana mimi aliniacha huku soba. Kwa hiyo kitendo cha kwenda nyumbani watu wanashangaa, wanamuuliza mama yako yuko wapi? Nimemwacha huko soba. Ina maana mama yako ndo mgonjwa. Kwa mgonjwa ndo aliachwa odini. Mzima kaenda nyumbani. Lakini wale majirani waliomuona wasema hivi ni huyo au amefanana naye?
Akasema jamani, ni mimi, Yesu ameniponya. Yaani yeye alienda anajinadi mwenyewe, jamani, Yesu ameniponya na simezi dawa. Ndio kitu alichokuwa anakisema kwenye mkinywa chake. Mpaka majirani wanasema jamani, tupe namba ya mama yako, labda umemtoroka. Niambia jamani, nyie mnamuonaje? Lakini mbona tukimwona, mbona yuko sawa, mbona yuko vizuri kuliko ile mwanzoni alivyokuwa. Kwa hiyo Mungu akazidisha kupitia neno lake lile analosema kwamba Yohana 9, aliyekuwa aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Kwa hiyo akadhibitisha neno lake kwamba huyu ametumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana.